Vile vile basi ningependa nikarudi kwa kiongozi hapa kisha nikarudi pande hii. Mheshimiwa, karibu. Asante sana. Kwanza nataka kushukuru siku ya leo viongozi wote wa Choka. Ninaona Ukinyo the lady Tosha yuko hapa, niko na Mheshimiwa Fiber, Otena, Engineer John na viongozi wale wa Choka. Kwanza tunashukuru sana kwa sababu ya hii initiative babu amechukua kuhakikisha ya kwamba ye mwenyewe amepeana form kwa wananchi wake, kwa sababu hapo awali ulikuwa unapata ya kwamba viongozi wale ambao walikuweko walikuwa na peana form kupitia viongozi ambao wanafanya nao kazi, na ndio ufisadi ya mambo ya forms. Wengine walikuwa nauzia wenye wako na shida ya basari, na pia pengine mapendeleo ilikuwa mingi sana. But mara hii tunashukuru kwa sababu yeye mwenyewe binafsi amechukua hili jukumu kuhakikisha ya kwamba kufikia wale wananchi ambao enyewe wako na haja ya basari ili watoto wao wasome. Secondly, hapa Choka tunashukuru sana, na ninaomba ya kwamba tuko na kiongozi wetu mmoja ambaye anaitwa Daktari Babu Owino. Mimi ombi langu kwa viongozi wa Choka, tuhakikishe kwamba tumekaa chini na ikifika 2027 tuwe na kiongozi mmoja ambao sisi wote tutakuwa nyuma yake ili aweze kusaidiana na Babu Owino kule City Hall wakati atakuwa gavana wa Nairobi. Kwa hivyo mimi ninashukuru sana kwa siku ya leo, na pia vile vile sisi ambao pia tulikuwa wafuasi wa ODM. ODM tulikuwa tunapenda kwa sababu ya Raila Amolo Odinga ambaye alikuwa anapigania haki ya mwananchi wa kawaida. Na vile baba alituacha, tunaona ya kwamba wale ambao wamebaki at the top level leadership wamekuwa ni kama wana serve the interest yao wenyewe. And that is why we are even asking ya kwamba why do they rush mambo ya coalition agreement ya 2027 and the rest. Therefore sisi tumeona ya kwamba ikiwa ODM kiongozi ambaye amejitokeza ya kwamba yeye anatetea wananchi kama vile Raila alikuwa anafanya ni Babu Owino. Kwa sababu sasa tunasema ya kwamba Babu asipopewa leadership ya ODM, therefore sisi tumebaki na party yetu ambayo anajiita Babu Owino. Na mimi ninaomba ya kwamba